Waita hapa kwa ajili ya jambo moja ambalo ni tunataka tuwajuze wananchi wote na umma kwa ujumla kwamba Dynamic Agriculture Program ni program ya kilimo ambayo imesajiliwa kwa mujibu wa sheria na inafanya shughuli kubwa mbili kwa sasa hivi hapa nchini. Cha kwanza tunahamasisha kilimo tija kwa wakulima walioko vijijini, lakini pia tuna supply pembejeo za kilimo kwa wakulima walioko vijijini. Kama sehemu ya kuhamasisha kilimo bora na chenye tija, tumeandaa maonesho maalum ya wakulima ambayo yanajulikana Wakulima Festival, ambayo tunafanya kuanzia tarehe 25 ya mwezi huu wa 4 hadi tarehe 30. Yatakuwa ni maonesho ya siku 6 ambayo tunafanyia katika kijiji cha Jojo kilichopo kata ya Santilia, tarafa ya Isangati, wilaya ya Mbeya vijijini. Na scope ya maonesho haya ni kata 9 na vijiji 51, ambapo kwa mujibu wa takwimu za sensa watu na makazi ya mwaka 2022 tarafa Isangati na wakazi wapatao waliohesabiwa 90,785 na inakaa 23,960. Kama sehemu ya kuunga mkono juhudi za serikali katika kuhamasisha kilimo bora na chenye tija kwa wananchi walioko vijijini, tumeamua kuchagiza juhudi za serikali ambazo wamekuwa wakitoa kwa wakulima walioko vijijini. Kwa hiyo tumeandaa mashamba darasa ambayo ni hapo kwenye kituo cha umahiri ambacho kipo katika kijiji cha Jojo, ambacho ndo eneo ambalo maonesho yanaenda kufanyika. Tunashirikiana na wadau mbalimbali ambao kama unavyoona kwenye bango kubwa hapo wanaonekana. Kuna makampuni ya mbegu, kuna makampuni ya mbolea, kuna makampuni ya viuatilifu, lakini kuna taasisi za serikali. Tunategemea kuwa na makampuni na taasisi zaidi ya 100, na ni maonesho ambayo yanakwenda kutoa taswira ya kilimo chenye tija kwa wananchi walioko vijijini. Mwingine anaweza kujiuliza kwa nini tuliamua kwenda vijijini. Ukiangalia kijiografia, wananchi wengi walioko maeneo ya vijijini wanashindwa kuhudhuria kwenye maonesho ya kitaifa ya 88 kutokana na umbali, masuala ya fedha na shughuli zingine. Kwa hiyo sisi kama Dynamic tulichukua hiyo initiative kwenda kuyapeleka hayo maonesho huko vijijini kama sehemu ya kuhamasisha kilimo chenye tija. Kwa hiyo katika maonesho haya tumejipanga kikamilifu. Tuna lineup ya teknolojia zote ambazo wakulima wa vijijini wanaweza kuzipata, ambazo zitachangia kuongeza kipato huku wakitunza na kuhifadhi mazingira. Maonesho kutakuwa na kongamano la uchumi kwa vijana. Tunaita economic capacity building kwa vijana, ambapo watajifunza masuala ya employability skills, watajifunza masuala ya income generating activities, lakini watakutana na wadau mbalimbali ambao wana facilitate shughuli zao za uzalishaji mali za kila siku. Na siku ya tarehe 27 tunategemea kuwa na kongamano la wanawake pia specific kwa wanawake wa vijijini. Tumeona mara nyingi kumekuwa na makongamano ya uchumi ambayo yanawalenga wanawake walioko mijini pekee, lakini wa vijijini wamesahaulika. Sasa kupitia hii program tutakuwa na wanawake zaidi ya 2,000. Tunasema zaidi kwa sababu registration imeshaanza kule field sasa hivi. Tuna potential number ambao watashiriki. Kwa hiyo watakuja kwenye maonesho, watapita kwenye mashamba darasa, watapita kwenye mabanda, watakuja kwenye capacity building session ambapo watafundishwa na kuonyeshwa fursa mbalimbali za uchumi, lakini zaidi wanavyoweza kunavigate ku expand hizo biashara na vitu vingine. Samson Basil Mahimbi ni meneja wa benki ya Azania. Sisi benki ya Azania tumejipanga vizuri kabisa kuweza kushiriki katika Wakulima Festival. Na nichukue tu nafasi hii kuweza kuwakaribisha wakazi wote wa mkoa wa Mbeya waweze kuja katika Wakulima Festival, lakini pia watakapofika waweze kutembelea banda la maonyesho la benki ya Azania. Tuna bidhaa mbalimbali, tuko na account maalum kabisa kwa ajili ya mkulima, lakini pia tupo na mikopo mahususi kabisa kwa ajili ya wakulima, na hii mikopo tunaitoa kwa wale ambao wanahitaji pembejeo za kilimo, lakini pia wale ambao wanahitaji vitendea kazi mbalimbali vya kilimo kama vile trekta, mashine za kuvunia na vifaa vingine kadha wa kadha. Pia tunaitoa, lakini pia na kwa wale ambao wanahitaji
kuweza kujengewa warehouse, magala, nao pia hii mikopo tunaitoa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuweza kuwakaribisha sana wakazi wote wa Mbeya waweze kutembelea banda letu la maonyesho pale katika Wakulima Festival. Asanteni. Habari za asubuhi timu. Kwa majina naitwa Simon Mikael Mabula, ni bwana shamba mwandamizi kutoka kampuni ya Wavei Company Limited au kwa majina maarufu Hakika. Tuna bidhaa za Hakika ambazo kwa kiasi kikubwa tutakitumia platform ya Dynamic Agriculture Program kuonyesha ufanisi wa bidhaa zetu kwenye hayo mashamba darasa. Na kwa kiasi kikubwa hii ni kampuni ya kizalendo ambao tumekuja kutoa changamoto kubwa mbili tu kwenye nchi ya wakulima wa Tanzania. La kwanza kabisa ni kuhusu soil acidity, uchachu kwenye udongo, na swala lingine ni poor soil fertility ambayo ni rutuba kwenye udongo. Kwa kiasi kikubwa katika eneo letu la Isangati tumetoa bidhaa ambayo ni Hakika Bioline. Hii ni chokaa rutuba kwa ajili sasa ya kuruhusu udongo ujiruhusu utoe virutubisho vyake, ili mradi mbolea nyingine ziweze kufanyika kwa ufanisi mzuri zaidi. Changamoto inaonyesha kwa kiasi kikubwa nyanda za juu kusini inaathiriwa kwa upana wake kwenye tindikali, na pH ukiangalia ni 5 kushuka chini. Kwa hiyo sisi kama Hakika tumekuja kutoa solution ya kuacha udongo uwe na rutuba nzuri kupitia Hakika Bioline. Lakini kwa kiasi kingine bidhaa zetu zitaonyeshwa kwenye hiyo platform ya Wakulima Festival, na breaking news kwa sasa tuna NPK yetu maarufu ambayo ni 11/7/17 ambayo itaonyeshwa kwa wakulima wadogo wa eneo la Isangati. Lengo sasa kuwafanya wakulima wapate kilimo chenye tija. Tukatae kuwa Hakika imekuja kuonyesha solution ya kizalendo kwenye makampuni mbalimbali ya mbolea, na tumekuja kuonyesha hili kwa sababu kwa kiasi kikubwa tunahitaji matumizi sahihi ya mbolea, sio matumizi holela ya mbolea. Matumizi sahihi ya mbolea ndio yatawafanya wakulima sasa waweze kupata kipato kilichokuwa stahiki. Asanteni sana.